Amen. Hallelujah. Na shukuru Bwana jioni ya leo, na ninashukuru kwa sababu ya kutupatia wakati mwingine ndio nikuje ninene neno la Bwana, na ninawasalimu na kuambia karibuni katika jina la Yesu Kristo. Karibuni my viewers, I love you, na nimerudi ndio tuendelee kuongea ile ujumbe wetu ambao tunaendelea kuongea na kujifunza habari ya raising the true banner of salvation, na vile tuliona ya kwamba vile mitume walijitahidi na wakakaa katika huduma ya Yesu na wakahubiri kama vile Yesu alikuwa amewafundisha. Ninashukuru Bwana, na nilisema ya kwamba mimi ni Pastor Ruse Nyambura Jungo na nimeokoka jioni ya leo, na kwa hivyo nitaendelea kunena hili neno kama nimeokoka, kwa sababu Mungu ni mwema. Unajua, ninaweza kuwa nilinena siku nyingine na siku ya leo niwe kama sijaokoka, kwa sababu ni vizuri kila wakati kutestify ya kwamba Yesu ameniokoa na Yesu amenilinda. Leo ninataka tuongee habari ya stay in the word and in the prayer. Stay in the word and in the prayer. Kwa sababu kile kilifanya mitume waweze kufanya mambo ambao ilikuwa ya ajabu na watembee kwa nguvu ya ajabu, na katika majira yao kuwe na ufufio wa ajabu ule ambao huwa tunasoma katika kitabu cha mitume, ni kwa sababu walikaa kwa neno na wakakaa kwa maombi. Hawakutoka kwa neno na hawakutoka kwa maombi. Walisema ya kwamba watakaa kwa neno ndio wajifundize neno la Bwana, neno la Bwana likawatie nguvu, neno la Bwana likawaongoze, na wakanene lile neno la Bwana watakapoenda kuhubiri katika majira yao. Na kwa hivyo na tena wakasema ya kwamba watakaa kwa maombi, kwa sababu hakuna vile wangekaa kwa neno na wasikae kwa maombi. Kwa hivyo walijitoa wakasema ya kwamba watakaa kwa neno na wakae kwa maombi ndio waweze kuleta ile impact. Wakuwe na impact katika majira yao na Mungu akaweze kuonekana. Na kwa hivyo hata sisi siku ya leo hivyo ndivyo tunastahili, kanisa la siku zetu na katika majira haya tunastahili kukaa kwa neno, tunastahili kukaa kwa maombi ndio tukaweze kuomba, tukaweze kujua neno la Bwana, ndio tukaweze kwenda kuchukua wale walio kule nje, tukaweze kuwahubiria na tukaweze kuwapelekea injili ambao ni ya kweli, ndio ikaweze kuwaokoa. Kwa sababu kama hatutakaa kwa neno, hakuna vile tutajua neno, na hakuna vile tutaweza kufikia wale walio kule duniani tukawaambia kwamba Yesu ni mwema, kama hatutakuwa na neno la Bwana. Na tena kama hatutakuwa waombaji, lazima tuwe watu wa kuomba, seek the will of God, na kuambia Bwana tunakuhitaji, utusaidie, utuelekeze, utuonyeshe njia na mapito ambayo tunastahili kupitia. Na kwa hivyo hii kanisa la mitume wakawa na nguvu na wakatembea katika nguvu katika majira yao, kwa sababu walidumu katika neno. Na tunaweza ona hayo maandiko katika kitabu cha mitume sura yake ni ya chapter 6 verse 4, na najua kwamba tutabarikiwa. Inasema ya kwamba we will give ourselves to the ministry of the word and prayer. We will give ourselves. Wakasema sisi tutajipatiana kwa huduma ya neno na kwa maombi. Hivyo ndivyo walisema, na wakajitoa na wakawa na ule umoja na wakasimama kwenye mwanya. Wakasema ya kwamba tutasoma hili neno, tulitafakari, na tena tukisoma tunaendelea kuomba. Na wakati walifanya hivyo, Bwana aliendelea kuonekana katika majira yao. Na kisa hili nasema ya kwamba na sisi tutadumu katika kuomba na kuhubiri na kulihudumu na kulihudumia lile neno. Yani tutadumu hapo tu kwa maombi na kulihudumia lile neno. Na kwa sababu walijua hivyo, walipoteza nyakati zao kwa neno, wakitafuta neno, wakisoma maandiko ya Bwana ndio waweze kwenda kuhubiri neno ambalo ni la kweli, na waweze kwenda wale ambao wamepotea wakaweze kuwaona. Hivyo na sisi kama hatutaweza kujitoa wakati huu wetu ndio tuweze kuhubiri kusoma neno la Bwana, tukaweze kudumu kwa neno
na tukaweze kudumu kwa maombi, tukiwa na ule umoja, hatutaweza kuleta impact na hakutakuwa na ufufio, na ufufio hautaonekana, injili ya kweli haitaonekana, watu hawatajua ukweli, na hili neno halitakuwa na nguvu, halitaweza kutembea na nguvu kama vile mitume walitembeza hili neno na nguvu na wakalihubiri kama vile Yesu Kristo alikuwa amewafundisha. Na hivyo na sisi tunastahili tu kushukulia tu pale katika pale waliachia, na sisi tuendelee hivyo. Walikuwa wameendelea na wakafika mahala pale, na tukaona vile kulikuwa na wakati wa majira yao, vile kulikuwa na mambo ambayo ilikuwa inatendeka, yani miujiza ilitendeka kwa njia kuu. Wali move in a mighty way katika majira yao, na wakaleta ufufio na wokovu ukaonekana. Na kama kutakuwa na wokovu majira yetu, na kama watu watapokea uponyaji kwa njia ya ajabu kama wakati wao, kama wokovu utapatikana, lazima na sisi tukubali kuwa watu wa neno, kunena neno la Bwana, yani kusoma neno la Bwana, tukaweze kuliweka katika mioyo yetu, ndio wakati wowote tukalinene, wakati wowote tukalitembee na neno, wakati wowote tukaombe neno, wakati wowote tukaibe neno, hata tukashukuru neno. Ni kwa sababu ni neno tu la Mungu wetu Bwana, Mungu wetu Yesu Kristo, linaweza kuokoa na linaweza kubadilisha hali. Hakuna kitu kingine kinaweza badilisha isipokuwa ni neno la Mungu wetu aliyeumba dunia na akaumba mbingu. Hili neno tu ndio litakaloweza kutusaidia, na hili neno ndilo tuliachiwa. Na kile kilifanya Mungu atume Yesu Kristo katika ulimwengu ni kwa sababu alitupenda, na ni kwa sababu ya vile alitupenda akamtoa mwana wake wa pekee ili akuje afe msalabani kwa sababu ya dhambi zetu na kwa sababu ya wale ambao hawajaokoka. Na kwa hivyo hata kama hawajaokoka, ujue ya kwamba already wamelipiwa deni yao, na sisi ndio tunastahili, kwa sababu tumejua hivyo na nuru imekuja kwetu na imeangaza kwetu, tuweze kwenda kuwachukua kwenye wamepotelea, tuweze kwenda kuwapelekea injili hii, injili ambayo ni ya kweli, hii injili ambayo hatutaichanganya na mambo mengine, hii injili ambayo tutalimia wokovu. Hili neno tutalipalilia, tutalitafuta, ndio tuweze kuingia ndani yetu na kwa maombi ndio tuweze kwenda kufikia wale ambao hawajakuja na ambao hawajaingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa makusudi ya Bwana hata akituma Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Na tunaona ya kwamba Yesu alipokuja, hata yeye alidumu kwa neno na kwa maombi. Hakuondoka kwa neno, hakuondoka kwa maombi, alidumu tu kwa maombi na kwa neno. Na katika ministry yake kukawa na manifestation ya ajabu, mambo makuu na manene yakatendeka, kwa sababu alikubali kutii na kunyenyekea na kutembea kadri na mapenzi ya Bwana na kusikia sauti ya Bwana na kunena neno la Bwana. Yani hakutaka kusikia mambo mengine. Alikuwa anasema ya kwamba yule ambaye alinituma, yeye ni Baba na mimi nitamtii, nisikie kutoka kwake na ninene kama vile yeye ananiambia. Kwa hivyo Yesu Kristo katika majira yake hakuna vile alichanganya maneno yake, hakujichanganya, hakukataa kunena neno, alinena tu kadiri na mapenzi ya Mungu Baba, kwa sababu yeye ndiye alikuwa amemtuma. Na hivyo akafundisha mitume, akawateua, akawaongoza na akawaonyesha vile hili neno linastahili na vile wanastahili kuhubiri neno. Na hivyo hata wakati alipopaa na Roho Mtakatifu akakuja katika majira ya mitume na wakajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hapo nguvu za Bwana zilipokuja juu yao, walianza kuhubiri hili neno kama ilivyokuwa mapenzi ya Bwana na kama vile walikuwa wamefundishwa, na wakatembea na hizo nguvu kwa sababu walikubali kushika neno la Bwana na kulitii, na wakakubali kutembea kama vile Bwana alikuwa amewafundisha. Hivyo na sisi majira yetu ndio ninataka na kuhimiza, ninajihimiza na ninataka nikuhimize ya kwamba hili neno tukakae kwa neno, tukakae kwa maombi, ndio tukaweze kuenda kuchukua wale ambao wamepotea. Ndio wakati tutakapotoka kule nje kuwahudumia na kuambia kwamba Yesu anawapenda, ni kwa sababu tuko na neno na tumekaa kwa maombi.
uwepo wa Bwana utaondoka pamoja na sisi. Roho wa Bwana atakuwa pamoja na sisi, na hata hakutakuwa na kung'eng'ana. Hapana, ni kwa sababu nguvu za Bwana already ziko pamoja na sisi. Tumejua neno, tumekaa kwa maombi, na nguvu hizi zitatuwezesha kunena neno la Bwana kama ilivyo mapenzi yake, na kutakuwa na ile impact, kutakuwa na ile move ya Holy Spirit na conviction ya the Holy Spirit. Watu wakijua, wakisikia neno litaingia ndani yao, na watasikia kwamba wanahukumika, na kuona ya kwamba sisi ni wenye dhambi, na kuona ni kweli Yesu alikuja na akafa msalabani ni kwa sababu ya dhambi zetu. Wanajirudia na wanakuwa na ile conviction ya kwamba ni kweli sisi ni wenye dhambi. Tutafanya namna gani ndio tuokoke? Na kwa sababu tuko na jawabu yao, tutawaambia kwamba jambo ambalo lile utaweza kufanya ni kukiri dhambi zako. Ujue kwamba Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, na dhambi zako zimelipwa, na bado unatembea, bado unahangaika, bado unateseka ukiwa huko duniani, na Mungu alitumana ndio dhambi zako uoshwe dhambi zako, na deni yako ameshailipa. Alilipa zamani. Kwa nini uteseke ndugu yangu? Kwa nini uteseke dada yangu? Wakati tutakapo wapelekea neno la Bwana tukiwa na zile nguvu, hakutakuwa na kule kung'eng'ana. Watakubali ule ujumbe, na ule ujumbe utawakomboa, na watakuwa huru katika jina la Yesu. Na kama hatutakubali kukaa kwa neno na kwa maombi, hii injili haitaweza kuwafikia waliopotea, haitaweza kuwafikia. Hata tukiwafikia, haitakuwa na ile impact, haitakuwa na kule kubadilisha, kwa sababu haina ule utamu wa maombi, hauna ule utamu wa kujua neno, na the presence of God haitakuwa juu yetu. Na tunajua ya kwamba mitume walijazwa na nguvu, na kutoka wakati ule na majira yale wakatembea na zile nguvu, na kile kiliwafanya hata watu wasikilize, kwa sababu watu walikuwa wanasema vile tu walikuwa wanafanya wakiwa na Yesu Kristo, hizo nguvu bado zinaendelea. Ziliendelea kwa nini? Kwa sababu walikubali kuzipokea na kuzidumisha na kuwa na umoja, na wakatembea pamoja, na Mungu akaonekana katika majira yao. Kwa hivyo apostles walijua kwamba watapoteza muda mrefu, yani watachukua muda mrefu wa kukaa kwa neno na wa kukaa kwa maombi. Hivyo tu ndivyo ninataka kukuambia siku ya leo, ya kwamba tukikaa kwa maombi na tukae kwa neno, hakuna vile shetani ataweza kutupiga. Hakuna vile hii Gen Z ama hii majira yetu ama watu wenye ambao hawajaokoka watakataa kusikia neno la Bwana. Wataokolewa, wenye dhambi wataokolewa, wale ambao wanahitaji msaada watapokea ule msaada, kwa sababu already tutakuwa tukinena neno la Bwana kama ilivyo mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo kama vile mitume walidumu na kuomba na ninakusii, nasi tukadumu kwa neno na tukadumu kwa maombi, kwa sababu ni katika maombi na ni katika kwa neno tutapata kubadilishwa na tutapata kuwa na zile nguvu za kwenda kuhubiri. Na maandiko inasema in the book of Luke chapter 10 verse 19 ya kwamba Bwana ametupatia nguvu na mamlaka, na kama ile nguvu tumepatiwa hatutaivanisha kazi, hakuna vile tutaweza kuwa na impact katika majira yetu. Tena kile kiliwafanya watumishi waendelee, mitume waendelee kufanya kazi na njia ambayo ilikuwa inaonekana ni kuu, ni kwa sababu walikubali kuwa na ile deep intimacy pamoja na Mungu. Yani walikuwa na deep intimacy, yani fellowship, ile ushirika wa dhati, ya kwamba tutashikamana pamoja na Mungu, tutashikamana pamoja na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ndio atuonyeshe na awe pamoja na sisi, na tujue mapenzi yake, ndio tukatende mapenzi yake. Hata sisi majira haya yetu tunastahili kuwa na that deep intimacy pamoja na Mungu wetu, na Mungu tuwe na that deep intimacy na Mungu, na tukiwa na ule ushirika, huo ushirika utabadilisha ulimwengu. Mungu atatujulisha hata vile tutakuwa tukiongea na wenye ambao wamepotea, hao ambao wamepotea, wale ambao wamepotelea kwenye dhambi, hao ambao wamepotoshwa na mambo ya dunia. Bwana atatusaidia vile tutaweza kuzaa, vile tutaweza kutimiza makusudi yake. Na hili kusudi, kwa sababu hii ndio kusudi ambalo Yesu alikuja, ni kwa sababu ya wale ambao wamepotea. Biblia inasema ya kwamba hakukuja ni kwa sababu ya wale wazuri, hapana.
Alikuja ni kwa sababu ya hao ambao wamepotea, na ni kwa sababu ya hao ambao wamepotea na sisi tunastahili kuchukua ile injili, tuweze kuondoka na ile injili ya kwamba tukaweze kuwafikia pahali popote wako, hata wale wameingia kule ndani, wale hawajawahi kusikia kwamba hii injili inaokoa na hii injili inaponya. Mungu ametupatia uwezo wa kwenda kuwafikia, na hatutaweza kwenda kuwafikia kama hatutakuwa na neno, na kama hatutakuwa tumedumu kwenye maombi, na tena kama hatutakuwa na that deep intimacy with our God. Kwa hivyo jioni ya leo na kuhimiza msikilizaji wangu ya kwamba tunastahili kulilia Bwana na kumwambia Bwana, kama wakati wa mitume, tunakusihi Bwana, tupe hizi nguvu. Wacha hizi nguvu za Roho Mtakatifu zikatushukie, tukawe na hizi nguvu, kwa sababu hizi nguvu ndizo zitatuwezesha kurejesha kanisa katika kurejesha kanisa katika pale Bwana anataka ikarejee, na ikadumu katika vile Bwana anataka ikadumu, na tukawe na ule muondoko kama vile mitume waliondoka. Hivyo na sisi kanisa na majira yetu wakati huu tunastahili kulilia Bwana na kumwambia Bwana, kama sio wewe utakuja, utuongoze, utuelekeze, utujaze na nguvu zako, hatutaweza kuleta mabadiliko. Tuwe na kile kilio, Bwana tusaidie kukaa kwa maombi, tusaidie kuchagua neno lako, tukalijue, na tuliposa tutakapotoka kule nje Bwana tukatafute waliopotea, tutakuwa na ujumbe wa kuwapatia, na huu ujumbe tutakapowapatia, hili neno lako litawabadilisha, kwa sababu hakuna kitu kingine kitabadilisha ulimwengu, ni neno la Bwana, na ni Mungu tu ataweza kubadilisha ulimwengu. Na kama hatutakuwa na ule utayari na ile intimacy kuwa na that deep intimacy with our God, hatutaweza kuzaa mazao ambao Bwana anataka. Biblia inasema ya kwamba in the book of John chapter 15 verse 4, ya kwamba tuweze kukaa ndani ya Yesu na yeye akaweze kuwa pamoja na sisi, kwa sababu akikaa ndani yetu na sisi tukae ndani yake, tutaweza kuzaa mazao ambayo imelingana na mapenzi yake, na tena tutaweza kuzaa mazao kadiri na mapenzi yake, na hatutapotoka, hatutafanya kinyume na mapenzi yake, kwa sababu tumeshikana pamoja na yeye. Kwa hivyo hata atatusaidia vile vijiji tutakazoviingia, tutaingia namna gani, nikiingia ile kijiji nitahubiri namna gani. Tunasikia maandiko nasema ya kwamba wakati Roho wa Bwana alishuka juu yao, walipata nguvu ya kuingia Yerusalemu. Na hapa kama walipata nguvu ambayo ilikuwa inastahili kuingia Yerusalemu. Kwa hivyo hawakupungukiwa, walikuwa na the power ambayo ilikuwa inastahili waingie na wapenye na wafanye ile kazi ambayo ilikuwa kule Yerusalemu, na hawakupungukiwa, na Bwana akaleta mabadiliko katika Yerusalemu. Tena tunasikia ya kwamba walipotoka Yerusalemu walipata hata nguvu ya kuingia Judea. Kwa hivyo hata sisi majira yetu tutakapodumu kwa maombi na tuwe na ule ushirika pamoja na Mungu, hata atatujulisha vile vijiji tutaingia, na atatuelekeza kwa njia zake, na atatuonyesha, simameni hapa, semeni hili neno, hubirini hivi, sema hivi, soma maandiko katika kitabu fulani. Ukisoma hilo neno, kuna watu hapa watasikia hilo neno na litageuza maisha yao, litabadilisha hali zao. Kuna watu ambao wanahitaji uponyaji, ukinena hili neno litaenda na liwaponye, na kutakuwa na ile mabadiliko. Tena tunaona hata wakati wa mitume vile tu Bwana walimtafuta na Roho wa Bwana akaja juu yao, walipata hata nguvu ya kuingia Samaria. Na tunajua Samaria kulikuwa na ni nchi ambao ilikuwa na mambo mengi, kulikuwa na mambo mengi ilikuwa inafanyika kule, lakini kwa sababu walikuwa na zile nguvu, hakuna nguvu ziliwazuilia kutembea na kunena neno la Bwana kama vile ilivyokuwa mapenzi ya Bwana. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu walikubali kuwa katika maombi, walikubali kutembea katika kadri ya mapenzi ya Bwana, walikubali kuwa na ule umoja, walikubali kudumu kwa neno, walikubali kuwa na umoja, walikubali hata kushikamana pamoja na Bwana, ndio wawete na Bwana, na Bwana awajulishe mapenzi yake. Kwa hivyo jioni ya leo nataka kukuhimiza hivi msikilizaji wangu, ya kwamba ni lazima turudi katika foundation ya neno la Bwana. Pale mitume waliachia, na sisi tukahubiri kama vile mitume walihubiri. Tukachukue lile neno, tukadumu pale, tukiwa na umoja na ushirika, ndio tukaweze kubadilisha ulimwengu. Na ninajua ya kwamba ni kwa neema, si kwa sababu ya nguvu zetu. Tuendelee kumwambia Bwana atupe neema ambayo inahitajikana wakati huu na majira haya, kwa sababu si kwa
kwa sababu ya nguvu, si kwa sababu ya uweza wetu, hapana. Ni kwa sababu ya neema yake na ni kwa sababu ya Roho wa Mungu atakaye kuja juu yetu. Kwa hivyo tunastahili kudumu hapo na kumwambia Bwana tusaidie, ndio tukaweze kuleta mabadiliko. Na wale ambao hawajapokea neno la Bwana wakaweze kupokea na wakaweze kulipokea kama ilivyo mapenzi ya Bwana. Sitaki kuendelea sana, nitafikisha hapo siku ya leo, na najua kwamba Bwana ataendelea kuwa pamoja na sisi. Na nilikwambia siku hiyo nyingine ya kwamba ukisikia hili neno, wewe subscribe, share and like, na najua kwamba utabarikiwa. Bwana akubariki. Amen.